Karibu katika kipindi Discovering Africa kupitia teknolojia mpya. Mfululizo wa vipindi kupitia mfumo wa podcast kinachoelezea uzuri wa hazina adhimu za Afrika, wabunifu na wataalamu wanavyoshughulikia changamoto tata ili kupata suluhisho kwa kutumia maarifa ya kiasili, teknolojia na ubunifu. Kipindi chetu kinahamasishwa na Agenda 2063 kifungu cha 7 cha Umoja wa Afrika inayolenga kuitambulisha upya na kubadili mtazamo hasi wa simulizi kuhusu Afrika. Tunaamini kwamba Afrika ina uwezo wa kutatua changamoto zake za maendeleo yenyewe na kuwa mwenza bora, mwenye umoja, uvumilivu, amani na mwenye ushawishi mkubwa. Jiunge nasi katika kupitia mabadiliko ya kiteknolojia yanayotarajiwa barani Afrika, ukiwa nami msimulizi wako Razia Platini Mwanga, na uweze kujifunza mengi kutoka kwa wataalamu wanaoshawishi mabadiliko barani Afrika. Na leo katika kipindi chetu tutakuwa na wataalam ambao pia ni wanawake, mawakili ambao pia ni watetezi wa sheria za ardhi na haki za binadamu kwa kutumia teknolojia. Kwa hivyo karibuni katika kipindi chetu cha leo. Tutakuwa na mimi Razia Mwanga nikiongea na wataalam watakavyokuwa wanatuelezea wazo lilitoka wapi, walianzaje na mpaka hapa walipo. Katika kipindi chetu tutakuwa na Dr. Monica Magoke Mhoja ambaye anajulikana kama Malkia wa Ardhi, ambaye ni mvumbuzi wa app ya mwanamke na ardhi na pia ni mwanzilishi wa kampeni ya Linda Ardhi ya Mwanamke Tanzania. Pia tutakuwa na wakili msomi Neema Magimba ambaye ni mwanzilishi mwenza wa Sheria Kiganjani, ambaye katika kazi yake pia ameshinda tuzo ya kwanza katika ubunifu katika mashindano ya Seedstars, na pia amekuwa ni mshindi wa 3 katika mashindano ya kutafuta wavumbuzi kwenye Innovating Justice Competition. Pia tutakuwa na wakili msomi Gertrude Diabane ambaye ni afisa mwandamizi jinsia, wanawake, watoto na watu wenye ulemavu kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, na ni mtetezi aliyebobea katika haki za wanawake. Kwa hivyo leo karibuni katika kipindi hichi, mtuelezee hili wazo lilitoka wapi. Karibu Neema, kwa sababu wewe ndio mvumbuzi wa hii app. Asante sana dada Razia, na nashukuru sana kwa kunialika katika interview hii. Naamini mazungumzo haya ni muhimu sana na ya msingi sana katika ukuaji wa Afrika, hasa katika upande wa teknolojia. Sasa wazo lilitoka wapi? Kabla ya kuanzisha Sheria Kiganjani, binafsi nilipata nafasi ya kuweza kufanya kazi na taasisi moja inayotoa msaada wa kisheria maeneo ya kanda ya Ziwa. Taasisi hiyo ilikuwa inakwenda vijijini ambapo watu wanashindwa kupata huduma ya msaada wa kisheria kirahisi na kwenda kuwapa huduma hizo. Sasa kitu cha kwanza ambacho nilikigundua katika kufanya kazi kwenye taasisi ile ni kwamba kusingekuwa na ile taasisi katika vijiji vile, inamaanisha kwamba watu wale wangekuwa wana shida kubwa sana ya upatikanaji wa haki zao ama huduma za kisheria, kwa sababu wako vijijini, wako mbali, na ripoti nyingi zaonyesha kwamba 87% ya mawakili wako mijini, na hivyo inaacha watu wengi sana ambao wako vijijini ambao wana uhitaji wa huduma zao. Lakini katika moja ya safari hizo za kwenda huko vijijini na kutoa hizo huduma za kisheria, nilipata nafasi ya kukutana na binti mmoja. Binti huyo anaitwa Saida, ambaye alikuja kuomba msaada wa kisheria. Sasa yeye alilazimishwa kuolewa akiwa na umri wa miaka 13 na familia yake, na aliolewa kwa mwanaume ambaye ni mkubwa zaidi ya kwake yeye. Na akaishi katika ndoa yenye mateso na manyanyaso ya kijinsia kwa muda wa zaidi ya miaka 12. Baada ya hapo mume wake alifariki dunia. Baada ya kufariki, ndugu wa yule mume wakachukua mali zake zote, wakisema kwamba kwa sababu yeye ni mwanamke basi hana haki yoyote ya kuweza kurithi mali za mume wake. Sasa tena anakutana na changamoto ya kwamba hana ufahamu wa kisheria, hana msaada wowote wa kisheria, hana fedha ya kuweza kumpata wakili wa kuweza kumsaidia, akaachwa bila kuwa na kitu chochote yeye pamoja na watoto wake. Kitu ambacho ni kinyume na sheria ambazo zimewekwa zinazolinda haki za mwanamke, ikiwemo haki ya kumiliki na haki ya kurithi. Sasa kutoka kwenye story ya huyo binti na watu wengi sana ambao walikuwa wanakuja kuomba msaada wa kisheria kupitia ile taasisi, nikagundua kwamba kuna pamoja na changamoto ya umbali
na fedha za kuweza kuwafikia mawakili, lakini pia watu wengi walikuwa wanapata changamoto ya kupata msaada wa kisheria kwa vile tu hawana ufahamu ama uelewa wa sheria zao. Yani hawajui sheria zinasema nini na sheria gani zinazomlinda mtu, haswa wanawake katika maeneo hayo. Kwa hiyo nikaumiza kichwa, nikaungana na wanasheria wenzangu pamoja na wataalamu wa sheria, wataalamu wa teknolojia, na kwa pamoja tukaja na ubunifu huu wa sheria kiganjani, ambao ni mfumo unaotoa huduma za kisheria kupitia simu ya mkononi. Mfumo huu unapatikana kwa watu wenye simu janja pamoja na watu ambao hawana simu janja, wanatumia zile simu za kawaida ambazo Tanzania tunaziita vitochi. Na tulihakikisha mfumo huu unapatikana kwa watu hao pia, kwa sababu sio watu wote wanatumia simu janja. Kwa hiyo kupitia mfumo huo mtu anaweza kupata huduma ya kuongea na wakili au mwanasheria kwa masaa 24. Pia mtu ana uwezo wa kuunganishwa na wakili aliyeko karibu yake ili kuondoa ile adha na gharama ya kusafiri umbali mrefu, hasa kwa watu ambao wako vijijini katika kutafuta msaada wa kisheria. Lakini pia mtu ana uwezo wa kupakua nyaraka mbalimbali za kisheria. Mfano, unaingia katika makubaliano fulani, ukitaka kujua mkataba unafananaje, basi unaweza kupata msaada huo kupitia mfumo wetu. Lakini tukaenda mbali zaidi, kwa sababu nia ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kila mtu, ikiwemo haswa wanawake, wanauelewa wa sheria na namna sheria zinavyowalinda. Kwa hiyo tukaenda mbali zaidi na kushirikiana na mashirika mbalimbali, ikiwemo shirika la Landesa, ambapo tulikuwa moja kati ya taasisi ambazo ni zipo katika kampeni ya Linda Ardhi ya Mwanamke. Na kupitia kampeni hiyo tulishirikiana na Landesa pamoja na msaada kutoka Betha Foundation kuweza sasa kubuni segment ama mfumo ndani ya sheria kiganjani ambao uliitwa Mwanamke na Ardhi, ambao mfumo huo sasa ni mahususi kwa ajili ya wasaidizi wa kisheria kuweza kujifunza kuhusiana na sheria za ardhi zinasemaje, lakini pia kuweza kukusanya data na taarifa ya namna wanavyosaidia hawa wanawake kuweza kupata huduma hizo. Kwa hiyo kwa kiufupi au kwa kiurefu nimeelezea wazo lilitoka wapi na namna ambavyo mifumo hiyo inafanya kazi. Asante sana wakili msomi Neema. Ni kwamba nashukuru kwamba app yako kama ulivyosema ni kwamba inatumika kwa watu wote ambao wana simu janja, na kwa hivyo sio swala la kwamba una simu ya aina gani. Alafu pia ni kwamba sio kwamba inatoa misaada aina 3 kama nilivyoona, kwamba unapata wakili wa kukusaidia, na wakati wowote unapohitaji, unapokuwa na changamoto ya swala zima la sheria, yupo mtaalamu anakusaidia, na pia unaweza kupata nyaraka tofauti tofauti. Kwa hivyo mtu hawezi kudanganywa ama mtu akaonewa kwamba sheria inasema hivi bila mtu kujua. Asante sana wakili. Pia naomba tuchukue nafasi hii tukaribishe Dr. Monica. Na wewe je, najua na wewe pia umechangia katika ubuni kipengele katika hiyo app ambayo ameiongelea wakili Neema, Mwanamke na Ardhi. Haya, na wewe ilikuwaje mpaka ukaamua kwamba lazima masuala ya ardhi yawekwe humo ndani? Asante sana. Kama ulivyonitambulisha, naitwa Dr. Monica Magoke Mhoja, niko Landesa, kitengo cha Afrika kuhusiana na masuala ya uhamasishaji, na sehemu nyingine ambayo nafanya pia. Mwaka juzi nilikuwa kati ya wateule wa Rais 26 katika kamati ya ushauri na uratibu wa taifa ya utekelezaji wa ahadi za nchi kuhusu jukwaa la kizazi chenye usawa Tanzania, ambao pia ni muhimu sana katika masuala haya. Neema amezungumzia kidogo kwamba ndani ya sheria kiganjani kuna nyongeza ya sehemu nyenzo ambayo ni Mwanamke na Ardhi, ambayo imeshirikisha Landesa na sheria ya kiganjani. Napenda tu kutoa historia kidogo ya hiyo. Landesa katika ngazi ya kimataifa walichaguliwa kuratibu kampeni ya Linda Ardhi ya Mwanamke duniani, na waanzilishi wale walioko katika ngazi ya kimataifa walichagua nchi ya Tanzania kuwa kama kiongozi mwanzilishi wa kutekeleza kampeni hiyo ya Linda Ardhi ya Mwanamke duniani katika nchi ya Tanzania. Na Tanzania
Landesa ilichaguliwa kama secretariat na chama cha wanasheria wanawake Taula ilichaguliwa kama mwenyekiti. Sheria Kiganjani ni kati ya hao wanachama, na yeye tulimuomba aweze kuwa kiongozi kwenye masuala ya ubunifu na teknolojia kwa sababu wamejikita katika eneo hilo. Kipindi hicho niliweza kuchaguliwa, kutunukiwa na shirika la Betha Foundation kupata ufadhili. Tulikuwa wanaharakati na waandishi wa habari wabobevu 18 dunia nzima. Nilichaguliwa kwa Afrika, tulikuwa 3, mmoja kutoka Kenya, mwingine kutoka Nigeria. Wenzangu ni waandishi wa habari wabobevu, mimi nilikuwa mwanaharakati, na tuliambiwa tuchague kitu ambacho tunaweza tukakifanyia kazi kuhakikisha kwamba tunaweza kuangalia swala la haki za ardhi na kuona tunamsaidiaje mtu, tuangalie ubunifu ambao tunaweza tukatumia. Mimi nikaangalia tuna sheria Kiganjani ambao niliona kwanza ni vijana waliokuwa nimewapenda sana jinsi ambavyo wana ubunifu na mambo yao. Nikafikiria sasa hivi tunazindua kampeni ya Linda Ardhi ya Mwanamke. Changamoto moja wapo ni namna ambavyo tutawafikia wanawake wengi. Kwa hiyo nikaona ni vizuri tuwe na sehemu ndani ya sheria Kiganjani, tuwe na sehemu ndani yake ya kitu ambacho kitaweza kusaidia wanawake moja kwa moja katika masuala ya haki za ardhi, kuzilinda, kuzikuza. Na ndio kama Landesa sasa tukawaomba sheria Kiganjani, nikakaa nao mimi nikawauliza hiki kinawezekana, wakasema kinawezekana kabisa. Kwa hiyo wazo nilikuwa nalo, lakini kwa sababu mimi si mtaalam nikasema nataka hiki kitu tuwe nacho. Nilipozungumza na timu ya sheria Kiganjani wakasema hiki kinawezekana, kwa hiyo ndio chanzo ya kuanzisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa na mawazo, nikamwambia nataka tufundishe wasaidizi wa haki za kisheria ambao ndio watakaoweza tutawafundisha na tutakaoweza kutoa huu msaada, nao wakasema hicho kinawezekana. Na kwa kubungua bungo na kujadili, tukaweza pia ndani ya hiyo mwanamke na ardhi, tukajua kuna changamoto vijijini ya mtandao. Nao wakasema wanaweza kabisa kutengeneza nyenzo ambayo mwanamke ambaye tutakuwa tumemfundisha, msaidizi wa haki za kisheria au balozi wetu kule kijijini, ataweza kutatua tatizo, akaliandika, akajisajili, akaliweka kwenye hiyo mwanamke na ardhi segment. Na hata kama hakuna mtandao kwa kijijini, mtandao utakaporudi taarifa zake anaweza akazisukuma na tukaziona sisi wanasheria huku. Na hata kama ukiangalia vijijini kule, kuna wakati mwingine mtandao upo lakini uko maeneo tofauti tofauti, labda lazima uende kwenye kilima fulani au uende kwenye kona fulani ndio utapata mtandao. Hilo nalo tuliliangalia, tukaona hiyo nyenzo ya kukusanya hizo taarifa itaweza kusaidia kwamba taarifa zitakusanywa, atamuona mteja mwanamke mwenye tatizo, ataweza kuandika na ataweza kabisa lile tatizo lake akishari rekodi, baadaye hata akienda kilimani anaweza akatuma hizo taarifa. Na kwa nini niliona kuna umuhimu wa kuwa na hiyo sehemu ya wataalam kufundisha wasaidizi za kisheria kule vijijini, au sehemu ambazo hata kama sio kijijini, ni sehemu ambazo ni ngumu kwa wanawake kutoka kwenda kupata taarifa. Kama tulivyosikia, wanasheria au mawakili vijijini, kuna vijiji havina kabisa mawakili, kuna wilaya hazina kabisa mawakili, na mawakili waliopo hata katika wilaya au mikoa kuna tozo ya gharama. Na wanawake wengi walioko kule vijijini, kwanza kuna muda wa kutoka kule, wengine hawajui hizo taarifa. Na tuliona kama kampeni ya Linda Ardhi ya Mwanamke tuweze kuwafikia wanawake, lazima kuwe na nyenzo nyingine. Na ndio maana huo ubunifu ulikuja wa kuona kwamba ni lazima tuwe sasa na kitu maalum, nyenzo maalum ambayo itawasaidia wanawake kutatuliwa matatizo yao ya kisheria, kupata taarifa. Kwa sababu ndani ya hiyo mwanamke na ardhi, akishasajili huyo msaidizi wa haki za kisheria,
bado anaweza akapata taarifa zilizomo kwenye hiyo app ya Sheria Kiganjani, akasoma taarifa. Na baadaye tuliweza pia wakati wa uviko 19 kupata pesa nyingine ya kuweka maswali na majibu zaidi ambayo yatamsaidia kujua uviko 19 unamwathirije mwanamke katika masuala ya ardhi. Kwa hiyo nadhani hapo ni kwa kifupi kuona tu chimbuko ni nini. Chimbuko ni kuona tuna kampeni ya Linda Ardhi ya Mwanamke, tumetunukiwa kupata ufadhili, na ndani ya huo ufadhili wa Bethel Foundation yuko mwanaharakati mmojawapo ambaye kutoka Landesa ameweza kupewa pesa na ameambiwa awe mbunifu, na ubunifu wake ukaja na hiyo mwanamke na ardhi. Na huyo mwanamke na ardhi, kwa sababu yeye sio mtaalamu wa masuala hayo ya teknolojia, akaweza kufanya na timu ya Sheria Kiganjani ili waje na kitu ambacho kitaweza kusaidia. Kwa hiyo Sheria Kiganjani wamekuwa msaada mkubwa sana. Wanasheria wameweza kuwa wanaweza kutoa taarifa na kutoa msaada masaa 24 kwa hawa wasaidizi wa haki za kisheria ambao wamefundishwa na timu ya Sheria Kiganjani na Landesa kama sehemu ya kampeni ya Linda Ardhi ya Mwanamke. Asante. Asante sana Dr. Monica, na vitu ambavyo tunavyoviona hapa vinavyojitokeza, sababu hichi kipindi ni kwa ajili ya kuonesha wavumbuzi na teknolojia za Kiafrika ambazo zinatatua matatizo ya Waafrika, na umetufundisha kuhusu umuhimu wa kushirikiana na kutumia taaluma zetu. Kwa kuwa wewe ulipata wazo, uliona changamoto ya matatizo ya ardhi, kwa hivyo ukaona kwamba utumie utaalamu wako kama mtaalamu wa ardhi, utafute wataalamu wa teknolojia ambao wangeweza kukutengenezea mfumo wa kuweza kuwafikia wanawake kwa ukaribu zaidi. Tumewasikiliza mawakili wasomi Dr. Monica akielezea jinsi ambaye ni malkia wa ardhi, jinsi ambavyo alivumbua mwanamke na ardhi ili kuweza kulinda ardhi ya mwanamke. Na pia tumemsikiliza wakili Neema akituambia ni nini kilichomfanya mpaka akaweza kuvumbua hiyo Sheria Kiganjani. Haya, tukusikilize wakili msomi Gertrude, na wewe katika nafasi yako na katika na nyinyi pia mnatumia app kama hii katika masuala ya sheria. Kwa nini mliamua kutumia hii app na inafanya nini hii app? Asante. Kwa majina naitwa Gertrude Abene, ni wakili na ni afisa mwandamizi wa masuala ya jinsia, wanawake, watoto pamoja na watu wenye ulemavu kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, ambao ni shirika linalofanya masuala ya utetezi wa haki za binadamu Tanzania katika masuala ya sheria, pia na kuhakikisha kwamba wananchi wanapata haki zao na wanapokea msaada wa kisheria. Tuliamua kuja na app ya Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu inaitwa Haki Kiganjani, ambayo wazo la app lilikuja baada ya kuona uhitaji wa vitendea kazi hasa kwa watu ambao wanatoa taarifa za matukio kwetu. Tuna watu wa taarifa wa matukio mikoa yote Tanzania na wilaya zote ambao wanatoa taarifa kuhusu uvunjifu wa haki za binadamu wanaokutana nao, na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kupitia wataalamu wake wanasaidia kwa haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo wazo la kuwa na hii app lilikuja hasa kwa ajili ya nia ya kuwasaidia wale wanaotoa taarifa ili waweze kutoa taarifa katika njia salama zaidi, lakini pia waweze kutoa taarifa kwa haraka zaidi. Kwa hiyo sasa mtu anaweza akanunua kompyuta na akaweza kutoa taarifa. Kwa tukiwa na app inaweza kuwa msaada, kwani asilimia kubwa ya watu wanaweza kuwa na simu janja kuliko kuwa na kompyuta. Pia urahisi wa kutuma taarifa kwa app ni rahisi zaidi kwa sababu inaweka moja kwa moja kwenye. Kwa matukio yote ambayo yakawa yanatokea huko katika jamii zetu tunayapata kwa haraka zaidi na watu wanaenda kufanya kazi. Kwa mfano zetu tukapata tukio, timu yetu ikaenda kule kwa ajili ya kufanya utafiti mdogo kuweza kujua chanzo ni nini. Lakini kuna taarifa za mauaji, wanawake wanauawa na waume zao, tunapata taarifa haraka na tunaweza kusaidia na kuweza kusaidia kushirikiana na vyombo vingine vya serikali. Kuna kesi za masuala ya ubakaji wa watoto, masuala ya unyanyasaji wa watoto, masuala ya wanawake kunyang'anywa ardhi, wanawake kunyang'anywa kukosa haki zao za mirathi, tunapeleka kwenye kitengo chetu cha kutoa huduma ya msaada wa kisheria. Kwa hiyo hiyo hapo imeweza kuleta mapinduzi makubwa sana na imeweza kuboresha utoaji wetu wa huduma na kuwafikia Watanzania kwa haraka zaidi. Asante sana wakili msomi Gertrude. Naomba mtuambie mpaka sasa mliamua kutengeneza hii app kutokana na changamoto ambazo mliziona. Mpaka sasa ni mafanikio gani ambayo nyinyi mnaweza mkasherekea
kutokana na mafanikio ambayo mmeyaona mpaka sasa? Okay, asante. Kwanza mafanikio ambayo ni ya karibu sana ambayo tumeyaona, tumekuwa tukipokea taarifa za matukio yaliyokuwa yanaripotiwa kwetu imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Tunajua hapa ni kwa sababu app imeweza kusaidia mifumo imeweza kuboreshwa, na pia app imekuwa ni rahisi zaidi kutumia, kwa watu wanajisikia huru zaidi kuweza kutumia. Kwa mfano, kwa mwaka 2019 ambako ndio app hii ya Haki Ganjani ilianza, tulipokea matukio 249 tu. Lakini kwa mwaka uliofuata tulipokea matukio 1407. Kwa mwaka uliofuata tena 2021 tukapokea matukio 1803, na mwaka jana 2022 tulipokea zaidi ya matukio 2680. Kwa hiyo ina maana kwa kutumia hii app tumeweza kuona ni jinsi gani imeweza kusaidia sisi kuweza kupata matukio yameweza kuripotiwa kwetu kwa haraka zaidi, lakini mengi zaidi kuliko ambavyo kabla tulikuwa hatuna app, ambapo unaweza kukuta kwa mwaka mzima matukio yalikuwa yafiki hata 1000. Kwa hiyo tumeona kwamba hii app kwanza imesaidia kwa sisi kupata kwetu hizo taarifa, tumeweza kuwasaidia Watanzania, kwa sababu kwa mfano zimetolewa taarifa za mtoto amenyanyaswa, labda haki zake hazieleweki, tunaenda pale tunatuma mwanasheria anaenda kumsaidia, haki inapatikana. Tumepata usikute taarifa ambayo hata polisi hawajui, labda mtu ameripoti kwenye jamii, tunapewa taarifa, na pia tuna namba ya simu ambao wanatuma pia ujumbe kwenye namba ya simu. Kwa hiyo imesaidia sisi kuweza kuwasaidia Watanzania kwa haraka. Lakini pia app hii imeweza kuboresha, sisi huwa tunatoa taarifa ya haki za binadamu kila mwaka ambayo inaelezea masuala ya haki za binadamu Tanzania na mahali tulipo na tulipotoka na tunapoelekea. Kwa hiyo hapo pia imeweza kuwa kama chanzo cha upatikanaji wa taarifa sahihi za kuweza kuzitumia katika utoaji wa taarifa zetu ya haki za binadamu ambayo inatolewa kila mwaka. Kwa hiyo imeweza kusaidia pia kuzitumia hizo taarifa kwa ajili ya kufanyia utetezi wa masuala mbalimbali ambayo yanaendelea. Lakini hapo hii pia imeweza kutusogeza karibu zaidi hasa kihuduma na wananchi wa Tanzania, kwa sababu kuna sangine tunaenda kufanya utafiti mdogo, tunakutana na wananchi ambao wametoa taarifa, tunashirikiana nao, tunajua matatizo mengi zaidi ambayo tunayaweka kwenye mipango yetu kwa ajili ya kuweza kusaidia. Lakini pia kama nilivyosema awali, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kinatoa huduma ya msaada wa kisheria ambako tuna ofisi yetu Kinondoni pamoja na Arusha pamoja na Dodoma. Kwa hiyo kuna matukio mengi ambayo yanatolewa humu, taarifa ambayo yanakuwa na hiyo sifa ya kuweza kupata huduma ya msaada wa kisheria, ambako kituo chetu kimeendelea kuwa bora zaidi katika kuwasaidia watu kutoa huduma ya kuwasaidia wahanga wa matatizo mbalimbali ya kisheria, mpaka kufikia kwamba sasa tuweze kuwa na call center ambayo ilikuwa ni moja baada ya hii app. Tukaona sasa tunatakiwa tuwe pia na kituo kwa ajili ya simu za masaa 24 pale watu wanaweza kupiga simu na wakaweza kusaidiwa. Hii yote ilitokana na mambo app iliweza kuleta. Asante. Asante sana wakili Msomi Gertrude. Pengine ungetuambia kwamba katika tathmini yenu ndio imeonyesha kwamba matukio ya taarifa zimeongezeka. Je, katika tathmini yenu ni kitu gani hasa ambacho mmekiona katika mwenendo mzima wa kuongezeka? Ni kitu gani ambacho kinaongezeka? Pengine kuna mikoa fulani na tatizo hasa ni nini? Asante sana. Kumekuwa na matukio ambayo yamekuwa kitofauti kulingana na mikoa. Kwa mfano ninavyosema, tunafanya utafiti mdogo. Kwa mfano hasa mikoa ya Mara tumekuwa tukienda kusaidia sasa kwenye masuala ya haki za mazingira ambayo yalitolewa taarifa kwenye app hii kwenye haki za kimazingira. Mikoa ya Shinyanga pia kwenye masuala ya haki ya uvunjifu wa haki huko kwenye migodi ambako watu walikuwa wananyanyaswa, wanamwagiwa matindikali, wanafanywaje, wengine wameumia kazini. Zote ziliweza kuripotiwa kupitia app, ambako pia tuna kitengo cha mazingira ambacho kinawasaidia kuwakilisha wale watu mahakamani kuweza kupata msaada wao kulingana na sheria zetu, hasa pale wanapokuwa wameumia kazini na wanapata msaada wao na haki zao za fidia. Lakini pia kwa mfano kwenye mkoa wa Morogoro kuna kesi nyingi za masuala ya mimba za utotoni yamekuwa yakiripotiwa, na jinsi ambavyo jamii zinakuwa zinaficha matukio, lakini pia ubakaji kwa watoto wa kike ambao umekuwa ukiripotiwa sana, hasa mikoa ya Mtwara, mikoa ya kanda ya Ziwa, hasa Mara, hasa Shinyanga, mikoa hapa ya Dar es Salaam pia kuna kesi zimekuwa zikiripotiwa kwenye app hasa za masuala ya ubakaji. Lakini kuna kesi za unyanyasaji ambao sio ubakaji, ni unyanyasaji, kwa mfano vipigo kwa watoto, masuala ya mtoto anachomwa moto na vitu kama hivyo kwenye viganja, tumekuwa tukipata sana kanda ya Ziwa, Geita pamoja na Mwanza. Lakini kuna kesi ambazo zimekuwa zikiripotiwa za mauaji ya wenza hasa wanawake, kwa mfano tumekuwa tukipata sana mikoa ya Arusha ambazo zimekuwa zikiripotiwa pia kwenye vyombo vya habari, lakini pia
shule, tunakuwa tumezipata pia kwenye app. Lakini kuna kesi zinaripotiwa pia za masuala ya rushwa ya ngono, tumepata kwenye vyuo mbalimbali na mashule, ambako pia tumeweza kutuma timu yetu kwenda kusaidia, na tumeweza kushirikisha pia mamlaka za serikali katika kutatua, na kuna kesi nyingi ambazo zimetatuliwa. Tumeweza kusaidia hasa kesi nyingine kufuatilia ambazo unakuta watu walikuwa hawajui waende wapi, lakini zinaripotiwa na waangalizi au watu ambao wanajua kuhusu app hii, na tunafuatilia kwa sababu wanaweka hadi namba ya simu, kwa tunafuatilia. Asante. Asante sana wakili Gertrude, kwamba hii imeweza kusaidia kuweza kuaidisha kwamba kila mkoa una tatizo gani na kuweza kutengeneza mkakati kwa ajili ya kusaidia kutatua hizo changamoto. Dr. Monica, na wewe ni mafanikio gani ambayo umepata kwenye app yako? Asante sana. Naweza nikasema kwanza mafanikio makubwa ni wale wasaidizi wa haki za kisheria waliofundishwa, ambao wamejengewa uwezo na wameweza kuelewa zaidi kuhusu masuala ya haki za ardhi na mambo yale yanayohusiana na haki za ardhi. Kwa mfano, haki za ndoa, kwa sababu unapozungumzia haki za ardhi unatakiwa pia wakati mwingine kama ni mwanandoa ujue sheria ya ndoa inahusu nini kwenye haki zake. Haki za mirathi pia walipata mafunzo kwenye haki za mirathi, na kwa hiyo wao wenyewe walijengewa uwezo na kuwa sehemu bora sana ya kuweza kusaidia wananchi wengine. Kwa hiyo wao wamehusika katika kuwajengea uelewa wananchi wengine huko vijijini. Kitu kingine tulichokifanya kati ya hao wasaidizi wa haki za kisheria, tulichukua pia wasaidizi wa haki za kisheria kutoka wilaya ya Kinondoni, ambako kuna chama cha wajane Tanzania ambao wana wajane Tanzania nzima, maeneo ya vijijini, maeneo ya pembezoni. Kwa hiyo kati ya hao wasaidizi wa haki za kisheria kutoka kwa wajane walikuwa wanapata kesi kutoka Tanzania nzima. Kwa hiyo wao wameweza kuwafikia wajane wengi na hata wagane. Baada ya wanawake na familia zao na hata vikundi kuweza kupata msaada wa kisheria kutumia hii mwanamke na ardhi, wanawake waliweza kuenda kudai haki zao za kumiliki ardhi. Kwa hiyo faida mojawapo ni kwamba wanawake ambao walikuwa hawajui kwamba nao wanaweza wakamiliki ardhi, baada ya hii elimu waliweza kwenda vijijini. Kwa mfano, kijiji cha Ngarambe B walituma mwakilishi mmoja baada ya kuona wana matatizo ya kifamilia na kunyanyasika kupata sehemu za kulima. Mwakilishi huyo mmoja alipopata hii taarifa, yeye akaenda kukusanya wanawake wengine na akawaambia kwamba tunayo haki ya kwenda kuomba kijijini ardhi, sheria ya ardhi ya kijiji na turuhusu. Walikuwa wajui, kwa hiyo walikuwa hata hawajaenda kuomba ardhi kule kijijini. Kwa hiyo akipata changamoto na mume wake anakaa, maisha yanakuwa ya shida, ukatili wa kijinsia unaongezeka. Lakini ile tu elimu kuipata, na nimetoa mfano wa Ngarambe kijijini kwa sababu ilibidi nisafiri mimi kipindi hicho kwenda Ngarambe B vijijini kuangalia hiyo hali halisi koje. Kufika kwanza tulivyofika Rufiji, usafiri ulikuwa mgumu sana kufika huko Ngarambe B vijijini. Ilibidi tupate msaada wa magari ya serikali ambao huwa yanaangalia wanyamapori kule ndio yatubebe. Na tulienda kule, kufika huko ilikuwa hatari, maana kuna sehemu mnakwama, wengine ni hatari. Lakini tulipofika kule, kama tuko nje ya Tanzania, kumbe tuko ndani ya Tanzania. Kitu ambacho kilicho tufurahisha ni kwamba simu ya mtu mmoja kutoka hicho kijiji ambaye ni mtendaji wa kijiji, ambaye ndio alikuwa msaidizi wa haki za kisheria alikuja kupata mafunzo, alisaidia kutoa hiyo elimu. Huyo mama mmoja akakusanya wakina mama wengine, wakaunda vikundi vya kina mama. Kwa hiyo kule kuna vikundi vya kina mama watatu, ni vikundi vya kuigwa na vya mfano ambavyo vimetokana na kupata hii elimu. Wakaomba ardhi kijijini.
na kule kijijini mwenyekiti wa kijiji alisema alifurahishwa kwamba kina mama wamekuja kuomba ardhi na akawapa ardhi. Walichokifanya wale kina mama, wakaamua kwamba kuna ardhi ambayo waliopewa ikawa ni ya kikundi, alafu wakaomba ardhi mtu apewe ya kwake yeye kama mama, alafu ardhi iliyokuwepo sasa kwenye familia wakawa wanasema wanaiita ardhi ya familia. Na mwaka jana, huu ulikuwa ni mwaka juzi, waliweza kulima ufuta na wakafanikiwa. Huyo mama mmoja alitoa ushahidi akisema yeye aliweza kulipia mtoto wake chuo kikuu, na mwingine akasema imemsaidia yeye kuweza kuboresha nyumba yake, kujenga vizuri katika hivyo vikundi, na mwingine akasema kwamba imemsaidia kupata, kuna zile hati za vijiji ambavyo anamiliki sasa eka 10 na ameweza kulima pamoja na familia yake na wameweza kupata mazao. Kwa hiyo faida kutokana na kwa mfano hayo makundi tu ya kina mama ambao waliweza kumiliki ardhi na wakajiunga katika makundi na wakafanya kazi kwa pamoja, waliweza kupata mazao, waliweza kuuza. Ina maana waliweza kuboresha nyumba zao, waliweza kuboresha afya za watoto wao, waliweza kuboresha. Kwa hiyo ukiangalia na hasa haya mafanikio, ukiangalia lengo la pili la aspiration yetu ya Afrika tuitakayo namba 7, kusaidia bara letu la Afrika kuwa na ubia na kuwekeza kimkakati kwenye ukuaji wake na mabadiliko, na kuhakikisha kwamba Afrika yetu inajitegemea, nchi zetu za Afrika zinajitegemea. Huwezi kufanya hivyo bila kuwa na wananchi ngazi ya chini, familia ngazi za kaya zinazoweza kujitegemea, zinazoweza pia kuanza ushirikiano katika ngazi za chini. Kwa hiyo huu msaada wa kisheria naweza kusema umeweza kuwajengea uwezo wanawake kujua haki zao, kuungana wao wenyewe, kuweza kuwa majasiri na kumiliki ardhi na kupata mikopo. Au wanawake nao wasema Wangalambe B waliweza pia kupata mikopo ya halmashauri kule na imewasaidia sana. Mwaka huu nimeambiwa wale wameweza kupata mikopo ambao itawasaidia kununua vifaa nyeti vya kuongeza kuboresha hayo mashamba yao. Kwa hiyo tunaona kwamba mazao yao ya wengine, baadhi yao yananunuliwa na hata makampuni ya nje ambayo yako Tanzania, jijini Dar es Salaam, Waturuki. Kwa hiyo tunaipata nguvu ya Afrika hapa kwenda kwenye aspiration namba 7 yetu, kwa sababu ya kuangalia kuanzia huu ubunifu wa hizi teknolojia zetu zimekwenda kumsaidia huyu mwanamke wa chini. Huyu mwanamke wa chini ameweza hata kuwa na makundi ambayo amesaidia kupata ardhi, na ardhi kama tunavyojua ni nguzo, ni nyenzo muhimu ambayo imeweza kumsaidia kupata chakula, kupata pesa, kuwa na lishe, kupeleka watoto shule, kupeleka watoto hospitali. Kwa hiyo tumepata kaya ambazo ni imara na ambazo tunaweza tukaona kwamba ni sehemu ya Tanzania kama nchi kuweza kutekeleza kile ambacho kiko kwenye aspiration yetu ya nguvu ya Afrika namba 7. Na naweza nikasema mpaka sasa hivi jumla ya wateja ambao wameweza kupata msaada wa moja kwa moja wanakaribia 400. Ukiangalia kwenye ile app unaweza kukuta wako 300 lakini wengine wanaweza wakawa 5 au 6, linaandikwa jina la mtu mmoja lakini ndani yake. Kwa hiyo tunasema ni zaidi ya 400 ambao wamepata msaada wa moja kwa moja. Alafu kupitia hiyo app wale wasaidizi wa haki za kisheria au mabalozi machampion pia wameweza kuhamasisha zaidi ya watu 3000 kwa kupata zile kujua haki zao na kwenda kufuatilia mambo yao. Naweza nikatoa mfano mwaka 2021 waliweza kusaidia watu moja kwa moja 166 na 500 waliweza kupata hamasa, na waliweza katika wale watu 166 waliosaidiwa tulikuta kwamba kuna matatizo mengi
yaliyokuwa kipindi kile cha uviko 19 yanazungumzia masuala ya kunyang'anywa ardhi wajane, kwa sababu kipindi hicho japo ilikuwa ni miezi michache ya kukaa ndani, lakini bado kuna wengine waliokuwa hawasafiri. Unakuta vikao vya mirathi vimekaa, mjane kanyang'anywa ardhi na au amepewa ardhi lakini hajaweza kuirasimisha, na yeye yuko maeneo ambayo yanatakiwa urasimishaji wa ardhi. Kwa hiyo tulipokuta changamoto nyingi za urasimishaji wa ardhi, tukaamua kuwasaidia. Kwa hiyo tuliweza mwaka huo tukawasaidia wajane 40 kurasimisha ardhi zao ambazo zikawekwa kwenye majina yao. Mpaka mwaka 2022 tulikuwa tumesaidia wajane 50 kurasimisha ardhi zao, na kwa hiyo ni kati ya mafanikio. Kesi nyingi ambazo zimekuwa zimekuja hizo za kutaka kunyanyaswa, kunyang'anywa ardhi zao, ambazo walikuwa wanataka msaada wa urasimishaji ardhi, masuala ya mirathi, kwamba wengine walikuwa wananyimwa haki zao za mirathi, na wengine utakuta kule vijijini baada ya hii elimu unakuta kaka zao wamewaruhusu. Tuna mfano wa dada mmoja anasema, kakaangu ameniambia sasa na mimi ardhi ya huku kijijini alikuwa anaikodisha kwa miaka yote toka wazazi wetu wafe, kuanzia sasa ameniambia na mimi nianze kukodisha, kwa sababu ya kujua kumbe na mimi nina haki. Alikuwa ajui, na yeye alikuwa kujua kwamba mwanamke ana haki. Kuna masuala ya ugomvi wa familia, wakati mwingine ugomvi wa familia za wakulima na za wafugaji, na kumekuwa na upatanishi katika masuala hayo kwa kupitia tu hii teknolojia. Na hata wakati mwingine kumekuwa na ardhi kule vijijini, wengine wanajaribu kukodisha kwa watu 2 watatu tofauti. Unakuta ni ardhi ya familia lakini imekodishwa kwa watu 2 watatu tofauti, na unakuta mwanamke mwingine kakodishwa na hapo amekodishwa pia mwanaume. Kwa hiyo unakuta mwanamke anahangaika, lakini pia wameweza kusaidiwa. Hayo ni baadhi ya matatizo ambayo yalikuwa yanawakera. Na naweza nikasema pia msaada huu unapatikanaje na kwa muda gani? Mara nyingi hawa wasaidizi wa haki za kisheria waliofundishwa wana simu janja, na hizo simu janja zao wameweza kupakua app ya sheria kiganjani, na ndani yake sasa wanaingia kwenye mwanamke na sheria. Ukiingia kwenye mwanamke na sheria ni pahala ambapo ni siri, ni kama faili la wakili. Kwa mfano, natoa mfano ambao ni siri. Yeye pale ni yeye na wateja wake ambao watawapa msaada wa kisheria, lakini sisi mawakili sasa tulioko mjini, sisi wa Landesa na wa sheria kiganjani, tunaweza tukasoma na tukaona changamoto zilizopo. Kama swala limemalizika, maswala yote ambayo ni ya kutoa ushauri na ya kuelekeza yanatatuliwa papo kwa papo na tunayaona. Kama tatizo linahitaji msaada wa ziada, sheria kiganjani wana masaa 24 ya wasaidizi wetu wa kisheria kuweza kupiga simu. Kumbuka hawa wasaidizi wa kisheria pamoja na kwamba wamefundishwa na sheria kiganjani na Landesa, lakini ni sehemu ya kampeni ya Linda Ardhi ya Mwanamke. Kwa hiyo sisi tunafanya kwa pamoja na sheria kiganjani kuwasaidia kama timu ya kampeni ya Linda Ardhi ya Mwanamke. Kwa hiyo kama kuna tatizo kwa kubwa, basi mwanasheria bado anaweza akamsaidia kumwelekeza msaidizi wa haki za kisheria namna ya kutatua hilo tatizo. Kwa hiyo mengi yanaisha papo kwa papo, machache yanasubiria kama kuna ushauri wa ziada, na mengine kama haya urasimishaji unaweza kukuta linachukua mpaka mwaka mzima kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huyu tunayetaka kumsaidia kurasimisha utaratibu ulioko, kwenda kuonana na wale watu wa sehemu za kata. Lakini kiukweli mengi yanaisha kwa muda mfupi sana, na mengine unakuta mtu anataka ushauri wa kwenda mahakamani, na yenyewe pia inategemea kule mahakamani kesi itachukua muda gani, japo kwenye hii ushauri wa msaada wa kisheria kupitia app anakuwa ameshapewa ushauri wa papo kwa papo. Kwa hiyo mikakati kama hii unaweza pia ukafanyika sehemu zingine za Afrika kabisa, vizuri kabisa, na inaweza ikasaidia kuwafikia wanawake walioko pembezoni, hata na wale wanawake ambao, kwa mfano tuna maeneo kama ya jijini Dar es Salaam, lakini kule pembezoni
ambako unaweza ukamkuta mwanamke pamoja na kwamba anaweza akaenda akatafuta kitengo cha msaada wa sheria, haruhusiwi labda kutoka ndani, au ni mtu mwenye ulemavu, au ni mtu mwenye ugonjwa wa muda mrefu. Kwa hiyo anaitumia pia hii na teknolojia kuweza kupata msaada wake wa kisheria. Hiyo pia tumeiona imekuwa inasaidia sana, na kulikuwa na watu wanauliza sana kwamba sasa inakuwaje gharama? Ni kweli kwamba kuna gharama za simu janja, lakini napenda niwaambie wasikilizaji kwamba Tanzania wananchi wengi sana mpaka vijijini wana simu, na simu wanazitumia kwa njia mbalimbali, na zimekuwa ni sehemu za kuwasaidia kama hapa sasa kupata msaada wa kisheria, kujua kwamba tulikuwa pia pamoja na hiyo app, tulikuwa pia na kutuma message za pamoja. Kwa hiyo kama kuna kitu chochote au kuna kitu cha sheria ambacho kimejitokeza, namba tulizonazo zote za wasaidizi wa haki za kisheria na namba za wale ambao wamewahudumia tu kwa kuwapa maelezo au taarifa au kuwahamasisha kuhusu haki za ardhi na za mirathi, basi tutawatumia wote kitu cha kuwasaidia. Labda sasa hivi kuna ni kipindi cha siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia. Kumnyima mwanamke haki yake ya ardhi ni sehemu ya ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo wanapata hizo message za kuhamasisha kuendelea kuhakikisha kwamba wanatimiza haki zao za kutokuwabagua au kuwanyanyasa wanawake na makundi mengine ambayo yananyanyasika. Na naweza nikasema changamoto kubwa ambayo tumeipata kwenye hii mwanamke na ardhi ni swala la mtandao. Wakati mwingine mitandao iko chini hata jijini, kwenye miji yetu mikubwa, hasa sembuse kule vijijini, kuna wakati mitandao inakuwa ya shida, kuna wakati hawapati network. Lakini uzuri ni kwamba kama nilivyosema hapo awali, ndani ya mwanamke na ardhi humo kwenye sheria kiganjani kuna nyenzo ambayo imewekwa kwamba wanaweza wakakusanya hao matatizo, wakatoa na wao ushauri, wakaandika na hizo taarifa, wakatuma wakati wamepata mtandao umekuwa vizuri. Tatizo linginelo ni mfumo dume. Bado mfumo dume umekithiri. Bado kuna mawazo mgando ya kuona kwamba mwanamke hapaswi kumiliki ardhi, mwanamke hana haki ya kuongoza katika familia, mwanamke hana haki ya kutoa maoni, yeye ni mke tu, ni mwanamke. Bado yako pamoja na kwamba tulifanya katika maeneo mengine ya pwani ambako mfumo dume sio mkali sana, lakini kuna uhamiaji wa makundi ya wafugaji, makabila kule yamekwenda. Kwa hiyo utakuta kwamba bado huo mfumo dume umekuwa unazidi kudidimiza wanawake, na kwamba kuna mwingine anakuwa na woga hata anaposaidiwa kutekeleza kile ambacho anasaidiwa nacho. Na kitu tunachoendelea kufanya ni hii kampeni ya Linda Ardhi ya Mwanamke. Ni mashirika 25. Kwa hiyo tunaendelea kuhakikisha kwamba taarifa hizi tunazipeleka kwa njia mbalimbali. Tunazipeleka kwa njia ya teknolojia ya redio, tunazipeleka kwa njia ya teknolojia ya television. Unaweza ukasema kwamba vijijini labda television hazijafika. Hapana, sehemu zingine ziko, na sehemu zingine hao watu wa mijini wana ndugu zao huko vijijini ambao hao wa mjini na wenyewe wanahusika kwenda kugandamiza kunapokuwa na masuala kama ya mirathi. Kwa hiyo hizi teknolojia mbalimbali pia zinatumika kuhakikisha kwamba tunawafikia wananchi. Tumekuwa na kipindi kwa mfano Landesa cha mwanamke na ardhi cha redio ambacho kilikuwa kimejikita Iringa, lakini bado taarifa zilikuwa zinaweza zikafika sehemu nyingine, kuchambua kwa mfano hiyo mifumo dume, kuangalia hizo mila na desturi ambazo tunatakiwa tubadilike, tuachane na unyanyasaji. Na tumeona zimekuwa zikileta mabadiliko, kwamba kuna baadhi ya sehemu wameona sasa wanaweza wakawasaidia wajane, wanaweza wakawapa ardhi watoto wao wa kike. Mabadiliko yapo, na tuna hadithi nzuri za kuonyesha kwamba kuna mabadiliko yanaendelea, pamoja na kwamba hiyo changamoto ipo. Naomba niongeze kitu kimoja. Kuna dhana ya kufikiri mnapozungumzia haki za ardhi, mnazungumzia swala ni dhana ya nchi za nje.
lakini sio hivyo. Kwa hiyo tumekuwa tukiwaelimisha pia wananchi kujua, ukiangalia hata ajenda ya 2063 ya Afrika tunayoitaka inataka pia makundi yote yaweze kumiliki ardhi, wanawake, wanaume, makundi yaliyoachwa, watu wenye ulemavu, wengine ambao wanaonekana kwamba ndani ya makabila fulani wanaonekana sio wananchi wa maeneo hayo, wote wanatakiwa kuwa na haki sawa ya kumiliki ardhi. Uzuri, sheria yetu ya Tanzania ya mwaka 1999 ya ardhi na ya vijijini yote inakwenda sambamba na Afrika tunaoitaka. Na Landesa pia na kampeni ya Linda Ardhi ya Mwanamke pia tunakwenda sambamba na Afrika tunaoitaka, Afrika yenye kutumia teknolojia kuhakikisha kwamba tunafikia usawa kwa kila mtu. Naweza nikasema masuala ya ubunifu na teknolojia ni kitu ambacho ni kigeni kidogo. Hiyo ni changamoto, maana hata kama mtu akiwa na simu janja lazima ajifunze, ajue namna ya kupakua, lakini ni kwamba changamoto hizo tumekuwa tukizitatua kwa kutoa elimu mara kwa mara, hata kwa njia ya simu. Bado hiyo ni teknolojia tunayoitumia, na kwamba hata kuonekana sisi baadhi ya wanawake kwamba labda tunakwenda kinyume na mila na desturi, tunawaambia hapana, sio kinyume na desturi. Na tuna pia hiyo changamoto ya kuonekana kwamba labda sisi tunakwenda kinyume na desturi. Ndugu mtangazaji na wasikilizaji, tunawaelimisha wananchi wajue kwamba hii ni haki yetu ya msingi katika nchi yetu ya Tanzania, ni haki yetu ya msingi kwa Afrika tunayoitaka ya kufikia 2063 kwamba tuwe na wanawake wanaomiliki ardhi ambayo inawaletea maendeleo, ardhi ambayo inawainua kiuchumi. Pia hata Tanzania kwenye hii kamati ya ushauri na uratibu ya taifa ya utekelezaji wa ahadi za nchi kuhusu jukwaa la kizazi chenye usawa Tanzania, ambao rais wetu Dr. Samia ni champion ya masuala ya mwanamke na uchumi, pia hilo swala tumelisisitiza kwenye programu yetu. Ina maana kwamba hiyo changamoto pamoja na kwamba ipo, ina maelezo, na kwamba hata enzi za mababu utafiti unaoonyesha kwamba makabila mengi ya mfumo dume ilikuwa ardhi haimilikiwi na wanaume tu. Ni kweli wanaume walikuwa wanapewa nafasi ya kusimamia, lakini umiliki na haki ya matumizi ilikuwa kwa wote, wanaume na wanawake. Na kwenye makabila ya mfumo unaorithi ukoo upande wa mama, tunaona kabisa kwamba wajomba, kina mama wote nao wana haki sawa. Hata mwanamke anaweza akaolewa akaleta mume wake wakaishi nao kwenye hiyo ardhi ambao binti amepata kutoka kwa wazazi wake. Kwa hiyo kuna mifano mingi hai ya kuwaonyesha wale ambao wanafikiria kwamba tunafanya mambo ya kigeni, kuambia sio ya kigeni, ni mambo ya asili yetu ya Tanzania, ila yalibadilishwa. Kumekuwa na mwingiliano wa mila zetu kubadilishwa kuonekana mali ardhi ni ya wanaume tu. Hapana, ardhi ni ya kwetu sote. Kwa hiyo mfumo dume tunajaribu kuangalia pia kwa jicho la kijinsia, kuangalia kwa jicho la haki za binadamu, kuangalia kwa jicho la haki za ardhi tuitakayo, afya tuzitakazo, teknolojia tuitakayo katika bara letu la Afrika, kwenda sawasawa na ajenda ya 63. Asante. Asante sana Dr. Monica. Tulivyokuwa tunakusikiliza tunaona ni jinsi gani ambavyo hii teknolojia imeweza kutatua matatizo mengi, sio matatizo tu ya sheria na haki kwa wanawake na kwa jamii, lakini pia na sheria za ardhi, lakini pia imeweza kutatua changamoto ambazo ni mtambuka katika masuala ya mila na desturi na mifumo. Kwa hivyo tunachojifunza ni kwamba teknolojia ni nzuri, inasaidia, ni kwamba tu ni jinsi gani ya kujua na kuweza pia kuitumia. Na kitu kingine ambacho tunachojifunza ni kwamba hii teknolojia pia ni shirikishi, kwamba zaidi ya kwamba nyinyi mlipata ubunifu wa kuweza kuwaza gani cha kufanya kutatua matatizo ya ardhi, na
matatizo ya ardhi pamoja na matatizo ya sheria, lakini pia mmeweza kuwashirikisha watu kuweza kushiriki katika kutoa changamoto zao na nyinyi kuweza kutoa utaalamu kuweza kuwasaidia. Asante pia kwa jinsi ambavyo umeweza kuunganisha kwamba hili swala la linalosaidia kutatua sio tatizo tu la Tanzania, lakini matatizo ya ardhi na matatizo ya sheria yako kila mahali. Kwa hivyo hii teknolojia inaweza ikatumika pia sio Tanzania peke yake, lakini inaweza kutumika nchi zingine zozote nchi yote ya Kiafrika kutokana na muktadha wa tatizo lake. Kwa kumalizia, ningependa tu kupata maoni yenu kwamba nyinyi kama watetezi wa haki za binadamu, zamani mlikuwa mmezoea mikutano, mmezoea vitu vingine tofauti, lakini hivi sasa mnatumia teknolojia. Ningependa tu kujua kwa kifupi, hii teknolojia imebadilisha vipi mwenendo mzima wa kutetea haki za binadamu katika jamii? Asante sana Razia. Kwanza kabisa, hii teknolojia imeongeza kasi ya kuwafikia walengwa, kwa sababu mwanzoni ilikuwa tukitoa msaada wa sheria kwa watoaji wa msaada wa sheria ndani ya kampeni ya Linda Ardhi ya Mwanamke. Tunao mashirika mbalimbali ndani ya kampeni, wako WILAC, wako WILDAF, wako PELAM, wako TNRF, yako mashirika mbalimbali TGNP, na wanafanya namna mbalimbali za kufikia watu na wanawafikia watu wengi, lakini teknolojia imeongeza kasi ya kuwafikia hususan makundi ambayo hayafikiki kirahisi, ambayo hayawezi kufikiwa kirahisi. Hilo naweza nikasema imesaidia kwa kiwango kikubwa. Alafu imekuwa mbadala wa kutoa taarifa hususan za watu ambao wako hatarini pia. Ni rahisi kutoa taarifa kupitia teknolojia kwa wale ambao wako hatarini na wanahitaji msaada wa haraka. Na imekuwa rahisi pia kitu kingine katika kuweka kumbukumbu, kwa sababu hii teknolojia moja kwa moja mteja anapoandika taarifa, anapoandikishwa taarifa zake, tayari kumbukumbu imeshawekwa. Unajua kipindi cha nyuma sisi tulikuwa tunaweka, wakati mwingine tuandika kwenye mafaili, unakuja unatoa, unaweka, unahamishia huku, lakini hii inatusaidia kukusanya taarifa kwa haraka sana. Na pia teknolojia kitu kingine ni kwamba hata unaweza kuzichukua zile na kutengenezea majedwali ambayo inakuonyesha kabisa kwamba kesi, tuna majedwali yanayoonyesha kesi labda za masuala mirathi ya ardhi ni mangapi, masuala ya matatizo ya ndoa na ardhi ni mangapi, masuala ya ubadhilifu wa kunyang'anya ardhi ni mangapi, masuala ya ukatili wa kijinsia katika masuala ya ardhi, masuala ya jinai katika masuala ya ardhi, labda mtu anadanganya, anafoji, unaona. Kwa hiyo ni rahisi kuchukua maelezo hayo, teknolojia inakusaidia kuiweka na kuweza kupata data pia. Kwa hiyo uchakataji wa takwimu nao unakuwa umerahisishwa na teknolojia zaidi kuliko zamani. Kwa hiyo nadhani nimezungumzia habari ya kuongeza kasi ya kufikia wasiofikika, au hata kama wanafikika, kama wako hatarini, wanaweza pia kuweza kutoa taarifa. Na swala la uchakataji wa takwimu, kuweka takwimu vizuri na kuzipata, na pia naweza tukasema kwamba imesaidia sana kwa makundi kama wanawake, vijana wenye ulemavu, watu wenye kaya maskini ambao wasingeweza kabisa kupata wakili wa kuwasaidia au msaidizi wa haki za kisheria. Kupitia teknolojia wameweza kupata huo msaada. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho tunasema teknolojia imeweza, na uzuri mwingine ni kwamba hizi kazi zinafanya kwa kushirikiana.
hizi kazi kuanzia kwa mfano kwenye mwanamke na ardhi segment, unakuta kwamba wasaidizi wa haki za kisheria waliofundishwa wanatoka katika vitengo wengine vya serikali, kwa maana kama ni watendaji wa kata, wengine wanatoka katika vitengo vya vijiji kama ni wenyekiti wa vijiji, wengine wanatoka kwa wananchi wenyewe ambao ni watu ambao wanaheshimika katika vijiji ambao wanakubalika, na wengine wanatoka kwenye asasi zingine kama hiyo tumesema chama cha wajane Tanzania. Na wengine ni wananchi tu wa kawaida ambao wako vijijini kule, vijana ambao wamehamasika na wana simu zao janja ambao wameweza kujiunga. Kwa hiyo unakuta imeunga ushirikiano wa taasisi za serikali zingine wanaofundishwa, imeunga asasi zingine wanaofundishwa, na sisi wenyewe ambao tunafanya kazi ya kusaidia mawakili waliopo huku kwenye mjini Sheria Kiganjani na Landesa. Ni taasisi ambazo ziko chini ya kampeni ya Linda Ardhi ya Mwanamke. Kuna ubia ambao umefanyika kuanzia ngazi za chini kuja ngazi huku ya juu, na naweza kusema fanikio lingine mwaka juzi, siku ya mjane duniani ambao iliandaliwa na kampeni ya Linda Ardhi ya Mwanamke, ikiwemo Landesa wakihusika, Sheria Kiganjani wenyewe, chama cha wajane Tanzania, hao TAWIA ndio waliokuwa kinara kabisa waliokuratibu. Serikali iliona kwamba hiki kitu ni kizuri na wanaweza kabisa baadaye hata kuangalia maafisa maendeleo wanaweza wakawa na kitu kama hiki. Ni kitu ambacho ikaonekana ni kizuri, na hata ikaonekana kwa sababu wajane ilionekana ni kundi ambalo ni maalum kabisa, liliwaibua zaidi wajane. Tunawajua kwamba wana changamoto za masuala ya kurithi ardhi, lakini iliwaibua zaidi wajane, na mpaka kukaundwa sasa ndani ya kampeni ya Linda Ardhi ya Mwanamke kuna kampeni ya Linda Ardhi ya Mjane ambao inashirikisha wizara inayoshughulikia masuala ya jinsia pia kwa ndani zaidi kazinduliwa. Unaona, kwa hiyo tumevuka tukaenda sasa kwa ndani zaidi kuangalia kuna kundi lingine ambalo linaonewa zaidi. Kwa hiyo hayo ni kati ya mafanikio ya hii teknolojia, inaibua pia makundi mengine kwa undani na kwa mifano hai ya kuona ukatili unavyofanyika na unyanyasaji, kiasi kwamba hata serikali ikaona basi tuwe na kampeni maalum ya kulinda ardhi za wajane. Asante. Ningependa uniambie kwamba, wakili Gertrude, ningependa uniambie kwa kifupi ni changamoto zipi ambazo mmepitia katika kutoa hii huduma na mmeweza kuzitatua vipi? Okay, asante. Kwanza changamoto kubwa ambayo tumepitia ni hii ni teknolojia, ni app ambayo ni teknolojia, na kama tunavyoelewa bado kuna namba kubwa sana, sio tu ya Tanzania bali ni wananchi wote dunia nzima ambao bado hawana uelewa zaidi kwenye masuala ya teknolojia na hawawezi zaidi kuweza kutumia mifumo ya teknolojia iliyopo kwa ajili ya kuboresha au kurahisisha maisha yao. Kwa kitu kikubwa ambacho tunakutana ni kwamba masuala ya kutokuelewa teknolojia yanafanya tunakosa watu wengi zaidi ambao wanaweza kutumia hii teknolojia. Lakini pia umiliki wa vitendea kazi vitakavyowasaidia wao kuweza kutumia teknolojia hii bado imekuwa ni changamoto. Kama unajua nchi yetu bado iko kwenye umaskini, kwa hiyo watu wengi sana hawana simu janja au simu za kawaida ambazo zinaweza zikawapa nafasi ya kuweza kutumia hii teknolojia, hasa wimbi kubwa likiwa wanawake, ambao wanawake wengi wako kwenye wimbi la umaskini. Wanawake wengi wapo katika sehemu ya kutoelewa zaidi hasa kuhusu masuala ya teknolojia na kupata taarifa zinazowasaidia kuboresha maisha yao. Kwa hiyo mara nyingi wanawake ndio wamekuwa watu ambao wamekuwa nyuma zaidi kutumia teknolojia hii na kunufaika nayo, na ndio maana tukaweza kuweka mpango mkakati wa kuweza kuwasaidia kufikia wanawake wengi zaidi, hasa kwa kweli. Wakili msomi Gertrude, kila mafanikio yana changamoto. Mmewasikiliza, mmesema kwamba kuna mambo mengi mazuri ambayo wamefanya.
lakini najua kwamba kuna changamoto ambazo mmepitia. Je, nyinyi mmeweza kuzitatua vipi? Ni changamoto zipi ambazo mmepitia na mmeweza kuzitatua vipi? Asante. Changamoto kubwa ambayo tunapitia ni uelewa wa teknolojia. Kama unavyojua, uelewa wa teknolojia ni tatizo ambalo linasumbua sio tu Tanzania peke yake bali dunia nzima. Kwa hiyo Watanzania wengi wanashindwa kutumia mfumo huu kwa sababu hawaelewi vizuri bado teknolojia, na wala hawaoni umuhimu wa teknolojia katika maisha yao, na wala hawatambui kwamba teknolojia inarahisisha na kuboresha maisha yao. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa sana, lakini Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kimeendelea kutoa elimu kuhusu teknolojia, kuhusu mfumo na jinsi gani yao kuweza kutumia na jinsi gani unaweza kuwanufaisha. Lakini changamoto nyingine ambayo tumeiona pia ni kuhusu vitendea kazi, hasa kwa watu ambao wanatumia mfumo huu ambao wengi hawana. Kwa hiyo inawafanya wanakuwa maasa, na hawa ni wanawake ambao tunatamani wanawake wawe wengi ambao wanaweza kutumia mfumo huu, lakini wanawake wengi wanazuiwa hasa na vikwazo vingi, ikiwemo umaskini, wanashindwa kumiliki vitendea kazi, lakini ikiwemo uelewa, ikiwemo elimu na masuala mbalimbali kuhusu masuala ya teknolojia, na pia nafasi yao tu katika jamii, kwa sababu mnajua tunakimbilia masuala ya usawa wa kijinsia, na wanawake bado ni kundi ambalo linakosa fursa nyingi zaidi kutokana tu na jinsi jamii ambavyo inamweka mwanamke. Kwa hiyo nayo imekuwa ikiendelea sana kutupa changamoto. Lakini pia changamoto nyingine ambayo tunaipitia ni masuala ya kifedha, ambayo masuala ya kifedha sasa kuna muda inabidi tuboreshe mfumo tufanye hivi. Hiyo nayo imekuwa ni changamoto ambayo bado inaleta changamoto katika kufanya mfumo kuwa bora zaidi, lakini tumeweza kuitatua, na mwaka huu itafanyiwa kazi na itaendelea kufanyiwa kazi kuweza kuhakikisha kwamba inawafikia watu wengi zaidi na inaweza kuhimili changamoto ambazo zinaendelea bado kuwepo. Na kwa kikubwa zaidi mfumo huu kwa kweli umekuwa ni bora zaidi, na umekuwa umeleta mabadiliko makubwa zaidi, na tumekuwa na shuhuda nyingi kutoka kwa watu wengi wanaotumia mfumo, walionufaika na mfumo huu, na ambao pia wameweza kupata faida kutokana na kusaidiwa na watu waliotoa taarifa kwenye mfumo huu, na ambao kwa kweli ni shuhuda nzuri ambazo kwa kweli zinaendelea kutupa ari ya kuweza kusonga mbele kuhakikisha kwamba app hii inaendelea kuwanufaisha Watanzania wengi zaidi. Asante sana. Kingine, wanaharakati mna mbinu zenu ambazo kwa muda mrefu mmekuwa mnazitumia katika kutoa haki katika jamii, lakini sasa swala zima la mtandao limekuja. Ni kitu gani ambacho mtandao umeweza kubadilisha utoaji wa haki na jinsi mnavyofanya harakati zenu? Kama nilivyosema awali, mtandao huu kwanza umesaidia kuweza kupata haki kwa watu ambao wanakuwa na mambo mbalimbali ambayo yameletwa kwetu. Mtandao huu pia umeweza kusaidia kuweza kutoa elimu kuhusu masuala ya haki za binadamu, masuala ya sheria, masuala ya haki zao na mambo mengine, ambayo ni kitu ambacho tunajivunia sana. Lakini mtandao huu pia umeweza kuboresha mfumo wa ukusanyaji taarifa zinazosaidia katika kukamilisha taifa yetu ya haki za binadamu. Lakini mfumo huu pia umesaidia kuweza kuongeza ushirikiano baina yetu na vyombo vingine vya utoaji haki, ikiwemo mahakama, ikiwemo jeshi la polisi, pale tunapokuwa tunatoa taarifa ambazo labda wanakuwa hawajazipata, zimetolewa kwenye mfumo, na ile wao wanaweza kufuatilia na wanakutana nazo. Kwa hiyo imeweza kutusaidia, lakini tafiti mbalimbali pia zimetusaidia kujiongezea taarifa kuhusu masuala mbalimbali yanayowakuta wananchi wetu, yanayowakuta wananchi wa Tanzania, ambao tunatumia kuweza kusaidia na kuweka mipango yetu ambayo itaweza kuenda kuwanufaisha wao zaidi. Na kikubwa kwa kweli mfumo huu umetusaidia sisi kuweza kujua zaidi matatizo yaliyoko kwenye jamii na jinsi gani bora ya kuyatatua. Kuna kingine ambacho ungependa kuongezea? Kitu ambacho ningependa kuongezea ni kwamba ningependa kuwaasa Watanzania kuweza kutodharau sana mifumo ya kiteknolojia, kwa sababu sasa hivi dunia imekuwa kama kijiji, na teknolojia ina nafasi kubwa sana katika kuboresha maisha yetu na kurahisisha maisha yetu. Kwa hiyo waweze kujitahidi kuweza kutumia, lakini pia watu wote ambao wanatumia teknolojia kama vyanzo vya kuweza kuwasaidia wananchi waweze kuhakikisha kwamba wanajumuisha jinsia na kuweza kusaidia makundi mbalimbali ambayo yanaachwa mbali na teknolojia, ikiwemo wanawake, watu wenye ulemavu, wanawake wa vijijini, wanawake wasiosoma ambao hawana elimu, ili na wenyewe waweze kuweka mifumo ambayo itaweza kusaidia hizo changamoto zao na kuweza kuangalia mahitaji yao, mifumo ambayo inaweza ikaangalia mahitaji yao na kuweza kuyajumuisha, ili watu wote Tanzania tuweze kufurahia teknolojia. Wow, asante sana Gertrude, nashukuru sana. Kuna kitu kimoja Razia. Kuna mtaalamu mwenzetu mmoja kutoka chuo kikuu cha Edinburgh alifanya utafiti
ilionekana kwamba katika umiliki wa simu, nadhani Tanzania ni kati ya nchi ambazo watu wengi sana wanamiliki simu. Simu ya aina gani? La changamoto ni hizo simu janja, lakini simu kama simu inaonekana kwamba compare na nchi nyingi za Afrika, Tanzania tuko yani watu wengi hata mpaka vijijini wanamiliki. Ndio inakuja changamoto, inakuja kwa ambayo Gertrude ameisema kwamba mara nyingi labda kama kwenye familia kuna simu, basi utakuta labda baba ndio ameishika zaidi, au hata kama mama ana simu, hasa vijijini. Huku mjini ni tofauti, utakuta yani hata simu ambayo mama anaishika wakati mwingine hata baba naye anaishika. Kwa hiyo labda namna hata ya matumizi, kuitumia anavyotaka, kuna hiyo changamoto. Kwa hiyo unakuta kwamba pamoja na kwamba Tanzania watu wengi vijijini, yani hata ukienda vijijini sasa hivi vya ndani kabisa unakuta watu wana simu. Lakini je, mwanamke wenye simu ambao wanazitumia na hasa kwa kusaidiwa hata kuweza kuitumia kwa msaada wa sheria, hapo ndio changamoto kidogo inavyokuja. Na ndio maana sisi kwenye Mwanamke na Ardhi, mtu mmoja ambaye amefundishwa anaweza akasaidia hata wanawake 50 wengine ili waweze kusaidiwa tatizo lake. Nadhani hiyo tunaweza tukaona changamoto tena inakuja hata unapo kama ni mwanamke wa kawaida, pamoja na kwamba yuko huru kabisa kupakua app labda sheria kiganjani, haki kiganjani, lakini unakuta kwamba hiyo teknolojia nayo inaweza kumpiga ujanja kidogo, au umaskini wa mabando, vitu kama hivyo. Lakini kwa kawaida wengi wanazo simu janja, si nyingi kama simu zingine za kawaida, ila wanawake ndio umiliki na utoaji wa maamuzi katika matumizi hata ya simu walizonazo ni changamoto nyingine kubwa ambayo tunatakiwa tufanye kazi kwa pamoja, mashirika ya kuona hao wanawake tunazidi kuwahamasisha vipi ili waweze hata wakiwa nazo, wanapozimiliki simu, waweze kuwa na maamuzi katika matumizi ya simu. Yani wasiweze pia kuzuiliwa hata katika matumizi ya simu kwa mambo ya haki zao kama hizi za kupakua kiganjani, sheria kiganjani. Asante, nitaka tukuongeza hicho. Asanteni sana wakili msomi Dr. Monica Mhoja, wakili msomi Gertrude. Leo tumepata fursa ya kuongea na wanasheria ambao wao waliona tatizo la kutoa haki za ardhi pamoja na haki za sheria. Kwa hivyo waliungana pamoja, watafuta wataalamu wa teknolojia, waweza kutengeneza app ambayo imeweza kutatua matatizo ya ardhi ambayo ni Mwanamke na Ardhi, pamoja na kutoa sheria kiganjani na haki kiganjani, haki ya kuripoti matukio ya uvunjifu wa haki za binadamu, haki za kutoa haki ya kumiliki ardhi, pamoja na haki ya kupata na kujua sheria. Kitu ambacho tumejifunza kutoka kwa hawa wataalamu ni kwamba teknolojia imerahisisha kuwafikia watu wengi. Teknolojia imetoa fursa bila kubagua, kwa sababu hii teknolojia inatoa nafasi hata kwa makundi ambayo hayawezi kufikika kwa ukaribu, kama tulivyomsikia wakili advocate alivyosema, na pia tumemsikia Daktari Monica alivyosema kwamba imesaidia pia kukusanya na kuweka kumbukumbu, kwa sababu Afrika tunalaumiwa kwamba sisi huwa hatuandiki historia zetu. Lakini hii teknolojia imetusaidia kuweza kuweka kumbukumbu, kuweza kukusanya kumbukumbu ambazo zinatusaidia kuweza kuainisha matatizo na kutatua changamoto za kuyatatua matatizo ya Kiafrika. Kwa hivyo mpaka wakati mwingine, asanteni nyote kwa ajili ya kushiriki na sisi katika siku ya leo. Mnapoondoka mkumbuke kwamba teknolojia inaweza kutatua kila changamoto ya maendeleo. Hakuna changamoto ambayo haiwezi kutumia teknolojia kutatua changamoto. Kwa hivyo kama ungependa kusikia ubunifu mwingine, pengine ungependa kumuona mbunifu yote katika hichi kipindi,
wasiliana na sisi kwa kutumia barua pepe ya datt@gmail.com. Asanteni mpaka wakati mwingine. Kipindi hiki kimeandaliwa kwa ufadhili wa Umoja wa Afrika kupitia tuzo za Agenda 2063 Peatson kwa kushirikiana na African Women in Media. Maudhui ya kipindi hiki ni ya mtayarishaji na mtangazaji na hayahusiani na maoni na mtazamo wa African Women in Media na Umoja wa Afrika. Asante kwa kuwa nami katika sehemu hii ya Discovering Africa kupitia teknolojia ya kisasa. Ni tumaini langu kwamba umefurahia simulizi ulizoletewa na umefaidika vilivyo kutokana na maarifa ya kinifu katika kutatua jawabu na ubunifu linalolenga mabadiliko barani Afrika. Tutafurahi kusikia mawazo yako kutokana na kipindi cha leo. Kama una swali, maoni au ushauri, usisite kuchangia kupitia mitandao ya kijamii na barua pepe. Usisahau kujiunga kwenye kipindi chetu ili uwe unapata taarifa za vipindi vijavyo. Jiunge nasi wakati mwingine tunapoendelea na safari yetu ya Discovering Africa ukiwa na mtangazaji wako Razia Platain Mwawanga.